zangu Waislamu, wakati wa kuomba dua kuna nyakati tatu muhimu sana ambazo zimefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi tusizipoteze. Unaweza kupoteza nyakati nyingine kwa sababu ya shughuli na nini, lakini hizi nyakati ni muhimu sana. Ya kwanza ni wakati wa kufuturu na baada ya kufuturu. Kabla dakika 5 ya kufuturu na baada ya kufuturu, ukishamaliza kaa tena pembeni, muombe dua Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pili, theluthi ya mwisho ya usiku, yani pale unapoamka kula daku, ule ndo wakati vile vile wa kumlilia na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na ya tatu, baada ya salati al-fajr, swali sala al-fajr, leta adhkari zako pale, omba dua mpaka jua linapochomoza, uende ukaendelee na shughuli zako. Haya ni maeneo na ni nyakati ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba ndio maeneo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapokea dua kwa wingi na dua zinakuwa hazina kizuizi cha aina yote. Kwa hizi ni sehemu ambazo mimi na wewe ndugu yangu Muislamu inapasa tuzilinde, tuzichunge na tujizoeshe katika mwezi huu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Jiombee mwenyewe, ombea watoto wako, ombea familia, ombea wazazi wako kama wako hai, kama umetangulia mbele ya haki, waombee Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie maghfira. Huu si wakati wa mchezo, ni wakati wa kujipinda, ni wakati wa kusoma, ni wakati wa kujua utamwabudu vipi Allah subhanahu wa ta'ala ili fursa hizo zisipotee. Ndugu zangu, malengo ya masiku haya machache ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kuzishinda nafsi zetu. Lengo la funga la kujizuia na kula na kunywa na vyote ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuzuia kuvifanya ndani ya mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, lengo lake kubwa ni sisi tuweze kuzikontrol nafsi zetu, kwa sababu nafsi daiman amaratun bisu, nafsi inaamrisha maovu. Kama tutaweza kuzikontrol nafsi zetu, basi ucha Mungu utakuwepo katika nafsi zetu. Lakini kama tutashindwa nafsi zitatukontrol sisi, basi itakuwa ni vigumu sana kufika katika ucha Mungu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameukusudia. Kwa hiyo tunatakiwa tuzishinde nafsi zetu, lakini tunatakiwa tufanye sulhu na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika miezi yote 11 tumemuudhi Mwenyezi Mungu, tumemkera Mwenyezi Mungu, tumegombana na Mwenyezi Mungu, tumemwasi Mwenyezi Mungu, saa nyingine kwa kuelewa au kutoelewa. Sasa mwezi huu ni mwezi wa sulhu. Tunatafuta sulhu na Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutusamehe katika yale ambayo tumemkosea. Lakini vile vile ni mwezi wa kutafuta sulhu baina yetu sisi ambao tumegombana, tumekosana, ndugu, majirani, tumetofautiana, tumepishana. Ndani ya mwezi huu ndio mwezi wa kutafuta sulhu baina yetu sisi kama ambao tunatafuta sulhu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Bi Aisha radhiyallahu anha aseme nini anapohisi kwamba anauona Lailatul Qadr ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Aisha, kithirisha kusema maneno yafuatayo: Allahumma innaka afu karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ewe Mwenyezi Mungu, hakika wewe ni msamehevu, wewe ni mkarimu, unapenda kusamehe, basi nisamehe na mimi. Na sisi tukithirishe ndugu zangu, kila mara, kila baada ya swala kuleta dhikri hii muhimu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha kipenzi wake Bi Aisha radhiyallahu anha. Allahumma innaka afu, ewe Mwenyezi Mungu wewe ni msamehevu, karimun, mkarimu, tuhibbul afwa, unapenda kusamehe, fa'fu anni, basi nisamehe madhambi yangu. Kama ambavyo unamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akusamehe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapenda kusamehe, wewe vile vile msamehe aliyekukosea. Dua yako hii itakuwa haina maana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unamsifu Mwenyezi Mungu kwamba ni msamehevu na ni mkarimu na umemkosea mamilioni ya mara, lakini unashindwa kumsamehe ndugu yako ambaye amekukosea mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, mara 6 mpaka mara 10. Nasema simsamehi. Itakuwa haina maana kuiomba hii dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe utakuwa mwenyewe huko tayari kumsamehe ndugu yako. Ndugu zangu, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe makosa yetu tuliyofanya ndani ya miezi 11 yote iliyopita. Ndugu zangu Waislamu, hakuna masiku bora kama haya. Kila sekunde moja ndani ya masiku haya ya Ramadhani, wanachuoni wanasema ni uzito wake ni mkubwa kuliko dunia na vilivyomo ndani yake, kila sekunde inayopita. Kwa hiyo sio vizuri tukaipoteza katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, bali iwe ni fursa ya kujisogeza na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.
Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyosema, hii fursa inaweza kuwa ni ya mwisho. Kwa hiyo tuitumie ilivyo. Na Allah ametuandalia mazingira mazuri. Ameteremsha baraka zake, ameteremsha rehema zake, amewafunga mashaitani, amefunga milango yote ya moto, amefungua milango ya pepo. Kila siku anakuja katika wingu la dunia. Mazingira yote yaliyotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutumia fursa hii iliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, huu ni mwezi wa kila aliyemwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi wote humu ndani tumemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni mwezi wa wale waliomwasi Mwenyezi Mungu na wakapitukia mipaka mpaka wakakata tamaa kwamba wanaweza wakapata rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu ndio mwezi wao. Ramadhani haikuja kwa ajili ya wacha Mungu tu, bali Ramadhani imeletwa hasa kwa ajili ya rehema ya Mwenyezi Mungu kwa wale watu waliomwasi Mwenyezi Mungu na wakapituka mipaka, ili waweze kupata fursa nyingine ya kubadilika na kutengeneza mahusiano na kusamehewa madhambi yao. Ndugu zangu, Allah anawapenda waja wake, na Ramadhani ni fursa ambayo wamepewa au tumepewa ili tuweze kubadilika ndani ya Ramadhani hii. Kama tutashindwa kubadilika ndani ya Ramadhani, ndugu yangu Muislamu, hiyo itakuwa ni hasara kubwa sana ambayo umeipata. Ewe ndugu yangu Muislamu ambao ni tariku swala, hujaswali wala hujamsujudia Mwenyezi Mungu miezi yote 11, lakini Allah amelainisha moyo wako, leo tuko na wewe hapa katika Aljumaa unaswali na sisi. Alhamdulillah, hiyo ni neema kubwa sana. Uelewe Mwenyezi Mungu anakupenda, amekuita katika msikiti, amekuita uswali kwa lengo la kulainisha moyo wako na kubadilika. Sasa chukua maamuzi ya kubadilika. Ewe ndugu yangu ambaye ni mzinifu, umeishi na kimada muda wa miezi 11, lakini umeachana naye katika mwezi wa Shaaban kwa kumwambia mwezi wa Ramadhani unakuja, mwezi mtukufu sana huu, siwezi kuendelea kuishi na wewe. Elewa kwamba hiyo ni alama njema. Umetambua shaair za Mwenyezi Mungu, umejitambua kwamba wewe ni Muislamu. Bado fursa unayo ya kubadilika ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na ukaachana kabisa na kimada huyo, au ukaamua kufunga naye ndoa. Ewe ndugu yangu mlevi, umeacha ulevi wako ndani ya mwezi wa Ramadhani, hiyo ni dalili nzuri. Allah anakupenda, amekuita ili uwe karibu yake, mtengeneze mahusiano, mfanye sulhu, ubadilike, ili mwezi ukimalizika uwe ni mtu mwingine, umezaliwa upya kabisa na zile tabia zote umeziacha. Huu ni mwezi kwa ajili ya wale wenye kufanya maasi, kuunganisha mahusiano yao na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ewe dada yangu ambaye miezi 11 kwa kutembea uchi, kila ukiambiwa husikii, lakini alhamdulillah ndani ya mwezi wa Ramadhani umevaa hijabu yako, umevaa ushungi wako vizuri, uelewe Mwenyezi Mungu anakupenda. Bado unayo fursa ya kubadilika ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na ukaendelea kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala katika miezi mingine. Huu ni mwezi wa fursa kwa wale waliomuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupituka mipaka. Na Mwenyezi Mungu anatuita sote ambao tumemuasi kwa lugha ya kubembeleza, wala sio kwa lugha kali, kwa lugha ya kubembeleza. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, sema ewe Muhammad kuambie, enyi waja wangu ambao mmepituka mipaka katika nafsi zenu, katika kufanya maasi, mmefanya maasi makubwa, mmepituka mipaka, israfu katika maasi, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, kwani Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira, mwingi wa rehema. Ndugu zangu, aya hii muhimu sana, na sababu ya kuteremshwa aya hii ni baadhi ya watu waliokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Muhammad, tumesikia da'wa yako, tunaipenda dini yako ni ya haki, lakini sisi mambo tuliyoyafanya hajawahi kufanya mwanadamu. Tumeua, tumezini, tumebaka, yani hakuna kosa ambalo unalikumbuka wewe si hatujafanya. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anafikiria madhambi yale walioyafanya wale watu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtuma Jibril kwenda kumpa jibu. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, waambie hawa waja wangu, tena anawaambia waja wangu mimi ambao mmefanya fujo katika nafsi zenu, mmefanya madhambi ya kupitukia, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe
madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira, mwingi wa rehema. Mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, tumlilie Allah subhanahu wa ta'ala katika madhambi tuliyofanya, tusikate tamaa. Ndugu yangu Muislamu, kama ulikuwa uswali, Allah amekuita uongee naye, umetengana na kimada wako, umeacha pombe, unavaa hijabu, elewa Allah anakuhitaji. Bado una chembe za uchamungu ndani ya nafsi yako, bado una Uislamu, kwa sababu umejitambua kwamba wewe ni Muislamu. Hiyo ni chembe ya uchamungu. Kwa hiyo ipalilie ile chembe iwe kubwa, iweze kukuathiri katika maisha yako yote. Ndugu yangu Muislamu, Ramadhani ni fursa ya mabadiliko, ni fursa ya kujenga daraja la kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuboresha mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ili tuweze kuboresha mahusiano na Mwenyezi Mungu na tufanye sulhu na Mwenyezi Mungu, tunahitaji mambo mawili makubwa ambayo yatatusaidia. Jambo la kwanza, kujilazimisha kusimamisha swala tano. Swala tano ndio msaada mkubwa sana wa mahusiano baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisimamisha swala tano ndani ya mwezi wote wa Ramadhani, wallahi utabadilika. Lakini usimamishe huku unajua unaswali, uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu atakusaidia. Kwa sababu katika swala unaomba zaidi ya mara 21. Ukiswali swala za faradhi na tarawih, unamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ihdina siratal mustaqim, ewe Mwenyezi Mungu tuongoze njia iliyonyooka. Wewe umesimama unaomba mara 21 katika sijida. Na wakati unaomba dua hii surati al-Fatiha, weka kabisa ndani ya moyo wako kwamba Mwenyezi Mungu niongoze, unakumbuka makosa yako, ihdina siratal mustaqim, niongoze njia iliyonyooka ya Mwenyezi Mungu, njia ya wale ambao umewaneemesha. Leta hisia za yale madhambi uliyomfanyia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kila swala utakaposwali, wallahi itakuwa ni msaada mkubwa sana wa kunyanyua daraja, imani yako ikanyanyuka vile vile, na kuleta mabadiliko katika tabia zako kwa ujumla. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema waqimis sala, simamisheni swala, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, kwani hakika swala inakataza uchafu wa zina na mambo ya maovu. Wala dhikrullahi akbar, na kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi ni jambo kubwa zaidi. Wallahu ya'lam ma tasna'un, Mwenyezi Mungu anajua yale ambayo mnayafanya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man qama ramadhana, yeyote yule atakayesimama kuswali ndani ya mwezi wa Ramadhani, swala za faradhi na swala za sunna, ihtisaban, imanan wa ihtisaban, akiwa na imani kabisa na akitarajia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Hiyo ni kwa jambo la kwanza litakusaidia katika kuweka mahusiano na Allah subhanahu wa ta'ala, kusimamisha swala tano. Jambo la pili ni kumuomba Mwenyezi Mungu na kumlilia, kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kila ambacho una tatizo ndani yake. Lakini muhimu sana ni kumuomba Mwenyezi Mungu akuthibitishe katika dini, kwa sababu kuwa na msimamo katika dini ni jambo ambalo linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nyoyo zipo katika vidole vya Mwenyezi Mungu. Kumuomba Mwenyezi Mungu akuthibitishe kama ulivyokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, akuthibitishe katika miezi mingine. Hii dua usisahau katika nyakati zako zote, upate msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, katika hadithi ya Abi Huraira anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum, watu aina tatu dua zao hazirudi patupu, yani lazima zinapokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kwanza al-imamu al-adil, kiongozi mwadilifu. Wa pili as-saim hina yuftir, na mfungaji pale anapokuwa amefunga na pale anapofuturu. Kwa hiyo chukua ndugu yangu Muislamu dakika chache kabla ya adhana, dakika 5 labda, kaa peke yako, tenge pembeni, uwepo msikitini, sehemu yoyote ile, usifanye kazi yote, usipige story, weka, nyoosha mikono yako, mlilie Mwenyezi Mungu, muombe Mwenyezi Mungu. Katika dua utakayemuomba, muombe athabat, msimamo katika dini, akuongoze katika njia iliyonyooka, kwa sababu hatuwezi kuingia katika thabati bila ya msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusaidie tufikie katika daraja ya kumcha yeye, kumwogopa na kuwa na msimamo katika dini yetu. Miongoni mwa dua ambazo zimesisitizwa kusomwa ndani ya mwezi wa Ramadhani za msimamo ni dua inasema, Rabbana la tuzigh qulubana, ewe Mwenyezi Mungu usizipindishe nyoyo zetu, baada idh hadaitana, baada ya kuwa umeziongoza, wahab lana min ladunka rahma, tupe kutoka kwako rahma, huruma, innaka antal wahhab, hakika wewe ndio mtoaji.
Dua nyingine inasema rabbi ja'alni muqima as-salah, Mwenyezi Mungu nijalie mimi niwe ni mwenye kusimamisha swala, wa min dhurriyyati, na katika kizazi changu wao wanasimamisha swala, rabbana wa taqabbal du'a, Mwenyezi Mungu pokea dua tunayokuomba. Hizi ni dua ndugu zangu Muislamu unatakiwa uzihifadhi. Hata ukiziomba kwa lugha ya Kiswahili bado Mwenyezi Mungu ni msikivu, lakini uzihifadhi na ujue jinsi gani ambavyo utakithirisha kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na dua nyingine ni ile dua ambayo inakuomba usaidizi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni hadithi ilipokewa na Muadh, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, ya Muadh inni uhibbuk, Muadh mimi nakupenda, wallahi inni uhibbuk. Na Muadh akasema wa ana uhibbuk, na mimi nakupenda ya Rasulullah. Akamuomba amuhusie, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuhusia kwa kumwambia qul allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ukimaliza tu kuswali sema maneno haya, allahumma a'inni, Mwenyezi Mungu nisaidie, ala dhikrika, kukutaja, wa shukrika, na kukushukuru, wa husni ibadatika, na kukuabudu vizuri. Kwa hiyo unaomba vitu hivyo vitatu kila baada ya swala, usikimbie kuondoka.